Karibu katika sehemu ya tatu ya recap yetu. Tulipokuwa tumeishia ndipo ambapo tunaendelea. Afande Sujin baada ya kufika nyumbani, akili yake haikuwa kabisa na amani, kwani alipoweza kuvikuta vilikuwa tofauti na alivyoviacha. Alikuta vyombo vimeletwa vingi tu, lakini pia katika friji lake kulikuwa kuna vyakula vya kutosha. Akagundua tu kwa mamake alikuwa amefika eneo hili. Ikabidi kumpigia, lakini katika mazungumzo yake na mamake hakuonekana kabisa akiwa na furaha, kwani alikuwa akifoka sana. Sasa jambo hili likampelekea moja kwa moja kwenda mpaka kwa Mwamba Suhan na kumwomba msamaha juu ya ujio wa mama yake na kusema kuwa samani kwa masumbufu yote yaliyoweza kujitokeza siku ya leo. Lakini Mwamba Suhan hakuwa na habari kabisa na Sujin juu ya kile alichokuwa kikieleza, bali yeye alikuwa busy kumhudumia katika kidonda kilichokuwa kilionekana katika sura yake. Bibie akaona aibu kidogo, lakini wakati huo anaendelea kumhudumia bibie, aliweza kushuhudia jambazi mkuu sana. Yule alikuwa akimchungulia katika eneo la dirisha yale yote alikuwa anayafanya, jambo ambalo likamwogopesha sana, kwani tayari makao yake yameweza kufahamika na mtu hatari zaidi. Mwamba Suhan hakuwa na hofu ya kwa nini anafuatiliwa, lakini hofu yake kubwa ilikuwa ni hawa wanaomzunguka, kwa endapo akifuatiliwa atapata madhara. Hakuwa na hofu na bibie Sujin, kwani Sujin huwa anabeba bunduki na wakati wote anaweza kujilinda, lakini udhaifu ulikuwa ni kwa bibie Soji ambaye wakati mwingi yeye hana chochote kile ambacho kinamzunguka, hivyo ulinzi wake utatakiwa kuimarishwa zaidi. Hiyo ndio ilikuwa mafikirio na madhanio ya Mwamba Suhan wakati alipogundua ujio wa huyu jambazi mkuu katika maeneo haya ya ofisi. Haraka sana Mwamba kanunua filimbi na akamkabidhi Soji, akamwambia kuwa utapuliza filimbi hii pindi unapogundua kuwa huko kwenye hatari. Lakini bidada akawa amechukulia userious sana kwa kusema kwamba vipi kama nikitengenezea na kama kieleni fulani nikawa naivaa. Mwamba akawa ameondoka. Aliporudi chumbani kwake akaanza kutazama CCTV za jengo zima, lakini wakati huo akasikia sauti ya filimbi ikiwa imepigwa. Haraka sana akabidi kuwahi kule alikokuwa Soji na akaanza kutazama na akagundua kwamba Soji alikuwa akifanya masiala, kitu ambacho hakikutakiwa kabisa kufanywa masiala, kwani Mwamba ameshijua hatari. Ile tu anaingia chumbani kwake akasikia tena mlio wa filimbi, akakimbia haraka sana, lakini alipofika akakutana na Sujo akimwambia kuwa nilikuwa nikikuita uje kula msosi hapa. Mwamba akakasirika sana na kumwambia kuwa usifanye masiala kabisa na hiyo filimbi, kukapiga piga ovyo. Lakini bibi akajua Mwamba alikuwa anatania, akaendelea kupiga piga ovyo kila wakati. Bibi mwisho wa siku akawa anashuka chini lengo amfuate Suhan, lakini bahati mbaya leo alikutana na Mwamba mbaya zaidi. Sasa si akawa anapiga filimbi, jamaa akajua ni utani ule ule. Balaa alipozidi Mwamba kabidi kuingia na kwenda kuingilia ugomvi huu. Kichapo kiliweza kutembea, lakini Mwamba hakutaka kabisa kumuua huyu Kalmatu mbele ya bibi Soji. Kila jamaa alipokuwa anajaribu mpaka kutoa bunduki, lakini bado mambo yalikuwa ni magumu. Akaendelea kupigana kila wakati, lakini mwisho wa siku jamaa akawa amemdunga kisu kimya kimya pasipo Soji kuweza kutambua kuwa Mwamba Suhan alikuwa ni hatari kiasi kile, na mwisho wa siku akampachika tracking device na kisha akamwachia. Lakini hapa ilikuwa ni kuku wako mwenyewe manati ya nini, yani kiufupi ni kwamba alimwekea mtego na anaweza kumfuatilia popote pale, na mwisho wa siku akamondoa maisha yake. Upande wa pili huko katika kituo cha polisi, majambazi hatari walikuwa wamekamatwa wanaoshirikiana na Kalmatu. Sasa akawa na wahoji na kuambia kwamba Kalmatu anapatikana wapi, lakini Miamba akawa anakataa kutaja wapi ambapo bosi wao anapatikana. Mwisho wa siku bidada akatumia saikolojia na kuweza kuingiza mtegoni hao majambazi ambao mwisho wa siku akawa taja kwamba Kalmatu anapatikana katika maeneo yapi. Sasa upande vitu unaonyeshwa hapa, bidada akiwa amelala kitandani Soji baada ya kupigwa vibaya sana na yule Kalmatu. Mwamba akiwa anamhudumia na kumsimamia kwa makini zaidi, kwani bibi yuko katika hatari kubwa. Hapo hospitalini akaendelea kumsomea lamani Kalmatu, lengo aweze kummaliza na kumuondoa kabisa duniani, kwani huyu mtu ni hatarishi katika maisha ya bibi Soji. Kalmatu akiwa ameshtukia kwamba ujio wa polisi katika maeneo yake umeshawasili, basi akataka kukimbia, lakini kabla hajakimbia Mwamba Suhan alikuwa ameshatimba upande wake wa mbele na kumnyoshia bunduki. Mwamba akajitetea kwa kusema kwamba anajua historia ya nyuma kabisa ya maisha ya Mwamba Suhan, lakini kwa sababu Suhan hakuja kwa sababu ya kuijua jana yake, basi ikabidi kumlamba risasi. Wakati huo polisi wanafika bana, waligundua kwamba kumbe Kalmatu alikuwa akiteka mabinti wengi sana katika andaki lake huko, na wakafanikiwa kuokoa. Kwa Sujin akajitwalia sifa ya kuweza kuwakomboa hawa watu, lakini Kalmatu amefariki. Nani aliyemuua? Lakini polisi wakabaini kwamba aina ile ya upigaji wa risasi ni aina ya upigaji ambao mtu anaweza kufanya kitu hicho ni professional sana, yani ni mtu ambaye amebobea katika upigaji wa risasi wa kiufundi zaidi. Sasa hichi kitu kikaanza kumpa maswali Sujin, ni nani ambaye anahusika katika matukio haya? Na hapa akawa anamkumbuka mtu aliyekuwa amemsaidia, na hapa akataka kumfahamu kwa nini huyu mtu aliyekuwa amemsaidia amekuja kumuua Kalmatu. Lazima aanze kufanya upelelezi na kuigundua silka ya huyu mtu ambaye huwa wakati mwingi amekuwa akimsaidia katika majukumu yake. Ndani ya hospitali daktari mchunguzi wa vifo akawa anazungumzia kwamba pigo la kwanza Mwamba alilofyatua bunduki na kwenda kumpata katika mkono ilikuwa ni baada ya kugundua kwamba muuaji alikuwa ameshika kisu mkononi pake, na pigo la pili ilikuwa ni katika kichwa. Lengo lilikuwa ni kumuondoa uhai mtu huyu. Sasa haya matukio mawili yote yanaonyesha kwamba mpigaji wa risasi alikuwa ni professional, kwani hakuna risasi iliyopotea kizembe
chembe katika maeneo hayo yote wakati wa mashambulio hayo. Aisee, bibi Sujin baada ya kuyasikia hayo akajikuta tu anampongeza huyo muuaji, japokuwa alihitaji kumjua ni nani hasa na kwa nini wanaingilia majukumu ya polisi. Ndani ya siku 2 mfululizo polisi walikuwa wameketi na kuweza kutafuta ni nani muuaji, lakini hakuna aliyeweza kufanikiwa hata kupata chembe ya kumuhisi mtu fulani kwamba ndiye muuaji. Balaa ni zito kweli kweli bwana. Siku ya leo Mwamba Suhani akiwa ameketi alikuwa akimhudumia paka yule aliyekuwa mpata majeraha siku za hivi karibuni. Sasa anaendelea vizuri. Bibi Sujin akawa amefika eneo hilo na kumsalimia Mwamba, lakini dakika kadhaa mbele akawa amemtazama bibi mmoja alikuwa anauza matunda pembeni pale. Ikabidi kumfuata na lengo huyu bibi aweze kurudi nyumbani mapema, basi akanunua matunda yote. Lakini wakati anaendelea kumhudumia, bibi alikuwa amemtazama Mwamba Suhani na kuona kwamba alikuwa akimtazama muda wote. Ikabidi kumpatia baadhi ya matunda na kumwambia ajaribu kuyaonja kama ni matamu. Na kwa kuwa Sujin alikuwa amenunua matunda yote, basi alienda kununua kofi na kwenda kumpatia bibi pia. Lakini wakati huo bibi akazungumza kuwa Suhani aache kumwangalia mpenzi wake kimahaba ila amsaidie kubeba mizigo. Kitu hichi kilikuwa kimezungumzwa kimasihala, lakini kikaingia kabisa moyoni kwa Suhani na kujisi kuwa ameanza kuingia na mapenzi kwa bibie. Lakini Suhani akajiongelea moyoni kwamba muuaji na polisi ni ulimwengu miwili tofauti kabisa. Akiwa amerudi nyumbani akapokea ujumbe kutoka kwa mamba anayefahamika kama Philip, ambaye huwa anampa project ama mission za kuweza kuzikamilisha lengo aweze kupatiwa taarifa zake za msingi kabisa juu ya udogo wake. Sasa leo katika project ya 4 alikuwa amemwambia kuwa anatakiwa aende akamuue moja kati ya wanasiasa mkubwa sana ambaye hivi karibuni anaingia katika uchaguzi. Sasa akifanikiwa kumuua huyo, atatumiwa background ya maisha yake na kujua wapi alikotokea, ikiwezekana hata utoto wake kiujumla. Lakini kabla kutekeleza majukumu yake, kwanza akaingia ndani ya mjengo na moja kwa moja akazama kwa siri mpaka katika chumba anachopatikana huyo mtajiri ambaye anatakiwa kumuua. Akatega vinasa sauti kabla ya kufanya majukumu yake ili aweze kujua taarifa nzima za Mwamba na eneo lizima ambalo anaweza kulitumia kwa ajili ya kumuua. Lakini kabla ya yote akavunja kwanza loka ya huyu Mwamba, na alipoweza kuingia ndani akagundua kwamba kulikuwa na mafaili ya watoto yatima kama 16 hivi. Kila mafaili yalikuwa yameondolewa majina ya watoto hao yatima na kuwekwa namba. Sasa kana shangaa kwa nini watoto hao yatima wamewekwa namba badala ya majina yao, na alipoweza kutazama faili la mwisho kabisa akagundua katika faili hili kulikuwa hakuna picha bali kulikuwa kuna namba 88. Sasa huyo namba 88 ndio nani miongoni mwa watoto ambao inaonekana wako katika project ya huyu mtajiri ambaye leo anakwenda kugombea katika nafasi kubwa sana ndani ya nchi ya Korea. Alafu bahati mbaya hii namba 88 huwa ndio ile iliyokuwa inaonekana katika vile vindege vilivyokuwa vikitumwa kila siku ya birthday ya kwake. Sasa nashangaa ni kwa nini namba 88 inaonekana huku na kule katika faili ya yule mtajiri inaonekana namba 88. Ikabidi kusogea moja kwa moja katika kituo cha watoto yatima ambacho inaaminika kuwa ndicho kilichokuwa umetokea. Akaingia mpaka ndani na huku akaanza kufanya upelelezi wake. Alipofika hapa kuna kumbukizi zinamuonesha mtoto wa kike mdogo sana. Sasa akawa anamkumbuka huyo mtu. Haelewi ni nani na kwa nini anamkumbuka. Na katika mazingira haya Suhani akagundua kuwa yeye ndiye namba 88 katika kituo hicho cha watoto yatima. Haya sasa dakika 2 mbele akashangaa tena kumuona Sujin anaingia katika kituo hicho cha watoto yatima na moja kwa moja akawa anaelekea taratibu mpaka katika eneo la loka moja hivi ambako huko alikuwa ametupa kindege kidogo kilikuwa kiko eneo hili. Akaendelea kukitazama ni kama anakumbukizi na yeye pia katika kituo hichi. Sasa kabidi Mwamba akaendelea kumtazama, lakini Sujin akagundua kuwa kuna mtu alikuwa akimfuatilia, jambo ambalo likamsababisha kutilia umakini katika eneo hilo. Moja kwa moja akiwa amechukua kile kipande cha karatasi akampelekea mtaalamu wa IT anayefahamika kama Lisu ambaye huwa anamuunganishia na madili ya mauaji. Na hapa kana anamwambia kwamba hilo jina silijui, lakini kwa sababu watoto wengi ambao wanahudhuria katika kile kituo cha watoto yatima pindi wanapokuja kuchukuliwa basi majina hayo huwa yanabadilishwa. Kwa hiyo huenda huyo mtoto ana jina la tofauti na hilo jina la Lisu. Hata kwa kutumia uzoefu wake kijambazi akagundua kwamba Lisu ndiye huyu bibi Sujin ambaye huwa wakati mwingi anaambatana naye huyu ambaye ni afisa wa polisi. Sasa akaanza kukumbuka mpaka matukio ya zamani sana katika kile kituo cha watoto yatima. Ukweli ni kwamba ndani ya kile kituo cha watoto yatima walikuwa wanaishi kama watumwa wakifanya kazi ngumu ili waweze kupata chakula. Na wakati fulani bibi Lisu akafikiria kwamba kuna uwezekano anaweza kupoteza maisha katika siku za usoni. Akachukua karatasi cha ndege hichi akaenda kutoa tofali akaenda akakipachika. Lakini tukio hili liliweza kuonekana na Mwamba Suhani ambaye mwisho wa siku akaenda kupeleleza pale na kugundua kuwa kulikuwa kuna kile kikaratasi, akakichukua na ndio mpaka siku ya leo yuko nacho. Hasa baadaye katika hicho kituo cha watoto yatima kuna mtajiri mmoja ambaye mke wake alifiwa na mtoto wake. Sasa ikabidi kwenda kuadopti mtoto katika kituo cha watoto yatima na alikuwa amedoptiwa alikuwa ni huyu Lisu ambaye sasa hivi ni Sujin ambaye alipoadoptiwa akaenda kupewa jina la yule marehemu aliyekuwa amefariki katika familia hiyo ya mtajiri. Sasa kitendo hiki kikamsababisha Sujin kujisikia vibaya, kwani kila nafasi yake ilipo ni nafasi ya marehemu. Kwa nini asingetazamwa yeye kama yeye vile alivyo? Mwisho wa siku akajikuta ajisikii vizuri na wakati wote alikuwa hasahau kabisa namba yake ya 89 na alikuwa akisherehekea kila siku birthday ya huyo namba 88 ambaye ni Mwamba Suhani. Hasa bwana balali inaanzia hapa. Si unajua kwamba bibi Sujin alipokuwa enda katika kituo cha watoto yatima alimkuta Mwamba. Sasa kumbe Mwamba alikuwa amepaki pikipiki nje pale ya jengo. Na wakati huo akiwa amerudi nyumbani
anashangazwa na kuona kwamba pikipiki ile ile aliyokuwa amefuma katika kituo cha watoto yatima ikiwa imepaki nje anaiona hapa nyumbani. Hii ikamtilia shaka sana na kutaka kujua ni kwa nini pikipiki hii ilionekana katika kituo cha watoto yatima na sasa hivi inaonekana katika nyumba ambayo anapatikana Mwamba Sohan. Hapa ndio upelelezi wake unakwenda kuanza. Na je, balaa litakuwaje baada ya hapa? Na kukumbusha tu kwamba kuipata tamthilia hii ikiwa iko kamili Gado, ikiwa imetafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili, basi unapata kwa gharama ya shilingi 2000 tu. Lakini nakukumbusha tu pia ile treni ya Miujiza bado na yenyewe inapatikana na inaendelea kutolewa kwa kasi zaidi. Lakini kwa wale wapenzi wa movie na wanaotamani kupata movie kila siku zilizotafsiriwa, ni unajiunga ndani ya group letu la WhatsApp ambalo utajiunga kwa gharama ya shilingi 10,000 tu, group ambalo ni maalum kwa ajili ya movie na kila siku unatumiwa movie moja moja kila siku kwa siku 30 baada ya kulipia malipo yao ya shilingi 10,000 kupitia namba ya simu ya 0745720452. Basi utakuwa ukitumiwa movie hizo kila siku. Karibuni sana, wakati huo ukiwa umegusa alama ya subscribe. Lakini wote ambao tuko katika group letu lile la taarifa, hakikisha tu kwamba mnagusa link hapo chini na kwenda kujiunga katika group letu lile ambalo unapata taarifa zote za recap bure kabisa.